Kwa jicho langu namna mbona nimemtazama Pacome. Pacome ni mchezaji mzuri lakini akipata space. Sio umeelewa vizuri. Yaani Pacome ni mchezaji mzuri akipata space. Asipopata space za wazi, Pacome sio mchezaji mzuri. Yaani mpaka umpe eneo hivi hawezi na wewe unaweza kudribble, atembee, akimbie na mpira. Lakini hana uwezo wa kucheza mpira kwenye eneo dogo kama Stephane Aziz Ki. Na ndio maana mechi nyingi ambazo Yanga wanakuwa wamebanwa sana kwenye kuzuia, star wa mchezo anakuwa ni Aziz Ki, kwa sababu ana uwezo wa kucheza mpira vizuri kwenye eneo dogo. Yaani katikati ya watu anaweza control mpira, akapiga tuchenga, akafanya movement, akalazimisha, akatoka, akashuti, ana huo uwezo. Lakini Pacome mpaka apate nafasi ya wazi kwamba ajipigie pasi ndefu, akimbie au control mpira kwenye eneo kubwa, mumkabe labda mtu mmoja wawili. Yaani ukishampa nafasi ambayo anaweza kujiwekea, kujisetia mpira kwenye space nzuri na akakimbia, akaanzisha movement ya kukimbia, utamuenjoy. Ni kiungo fulani ambaye anacheza kama ni mwenye zile sifa nyingi za central midfield, kwamba yeye hachoki kukimbia uwanjani. Yaani popote atatembea tu, ambapo anaona kuna space atapokea mpira, atatembea, atafanya ambacho anakihitaji. Lakini sio mtu ambaye unaweza kumwekea limitation kwamba nataka kukimbia hapa mpaka hapa, halafu uniofe hiki na hiki na hiki na hiki, kama ambavyo Aziz Ki anacheza. Kwangu Aziz Ki ni bora kuliko Pacome Zouzoua kwenye kocha ya Young Africans. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye atamreplace Aziz kwa sasa kwa Young Africans. Ila kwa standard ya Yanga kwenye namna yao ya uchezaji, wana uwezo wa kuifunga timu yoyote bila kujali kwamba Aziz Ki yupo ama hayupo. Lakini ukitaka version ya mchezaji version ya Aziz ndani ya Yanga huipati. Ila the team inaweza kutengenezwa kwenye standard ambayo timu imetengenezwa kwenye standard ambayo hata kama Aziz hayupo bado ina uwezo wa kuflow vizuri na ikashinda mechi yake vizuri. Kwa mfano tulitegemea kutokuwepo kwa Aziz Yanga angecheza Chama kwenye kikosi cha kwanza. Lakini unajua kwa nini hajacheza Chama kwenye kikosi cha kwanza? Kwa sababu mwalimu ameiset timu yake kwenye mazingira ambayo kushoto itaflow, kulia itaflow, katikati itaflow. Kwa hiyo haitegemei tu mtu mmoja sasa eneo la katikati. Na ndio maana juzi ukiangalia mechi dhidi ya Simba, mara nyingi namba 10 ulikuwa unaona sana kama ni Mudathiri kama ndo anakaa sana pale. Ndo anacheza sana kwenye eneo lile. Sometimes unamuona Pacome, sometimes unamuona Mudathiri. Kwa sababu Mziza Dube mara nyingi utamwona ameshuka chini, unamuona ameenda pembeni. Manake ni eneo ambalo halikuwa na mchezaji mmoja ambaye anacheza. Ila wachezaji wote ambao wanacheza kwa eneo la mbele ulikuwa unaona ana participate kwenye ile eneo kutokana na movement ambayo the team wanafanya. Sasa ili ufanikiwe kutengeneza timu ambayo inaweza kucheza vile, kwamba isiwe na namba 10 kabisa asili, ila kila mtu ana uwezo wa kucheza kama namba 10 kwenye timu. Ni lazima timu umeifundisha vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, kwamba mnavoingia kwenye mechi tayari mnajua nini mnaenda kufanya. Yaani mwe kile mnachoenda kukifanya mwe mmeshakifanya kwenye uwanja wa mazoezi. Mkiwa mmeshafanya kule ni rahisi kuja na kupractice uwanjani. Lakini unamuona Pacome akiwa tena kwenye of course kama atapewa space nzuri kama ya Singida watafanya makosa kama ya Simba, Pacome atashine tu, atakuwa mchezaji, atafanya vizuri sana kwa sababu ni mtu mwenye kasi, ana maarifa anavyokuwa na mpira ukimpa nafasi ya kucheza mpira. Sasa upaswi kumpa nafasi ya kucheza mpira. Sasa kama ili usiweze kumpa nafasi ya kucheza mpira, inabidi kwanza mchezaji ambaye anamkaba awe active zaidi. Angalia shule ukutana Shomari Kapombe juzi. Ile ulikuwa unaiona ile. Na ndio maana moja ya makosa ya kimbinu ambayo Fadlu aliyafanya kwenye ule mchezo ni pamoja na kustadi ule mchezo ndani ya dakika 10 tu za kwanza au dakika 20 za kwanza. Nilitegemea ndani ya dakika 20 za kwanza kabla hata kipindi cha kwanza atoke Joshua Mutale aingie Kibu Denis, kwa sababu ule upande Shomari alikuwa anazidiwa. Na Shomari amepata kazi kubwa na baadaye alionekana kuzidiwa kwa sababu hapati msaada. Yaani nguvu ya Pacome, speed yake na kila kitu, ufundi na kila kitu vinamzidi Shomari Kapombe. Kwa kana teseka sana. Kwa hiyo inahitaji kupata backup kutoka kwa nani? Kwa winga wake. Akisa winga alikuwa anachelewa kufika kwa sababu Kibu Denis alikuwa yuko nje. Angalia Kibu alivyoingia baadaye nguvu pia Pacome kwenye ile upande ikiwa inapungua kwa sababu mara nyingi anashuka na kaba sana. Kwa hiyo ikitokea kwenye mechi dhidi ya Singida kukawa hakuna ushirikiano mzuri kati ya winga na fullback wa Singida kwenye kumkaba Pacome, lazima shughuli wakutane naye. Yaani lazima tu Singida watakubali kombe likiwa uwanjani msimu huu. Yes, ukiacha yote, lakini ndio msimu wao bora zaidi tangu miaka ya nyuma hiyo wakiwa wanaitwa Ihefu. Watakubali kuliacha kombe liondoke hivi hivi? Mimi nikwambie kitu.
Yani ndio Singida ni timu nzuri na iheshimu. Lakini hakuna namna wanaweza kuwazuia Yanga wasibebe taji la FA. Tuko hapa. Mechi Jumapili Jumatatu tutarudi hapa. Jumatatu tutarudi hapa. Singida hawezi kuwazuia Yanga kubeba taji pale Zanzibar. Iwe jua ama iwe mvua. Yanga enda kubeba taji lake la pili, anarudi nalo wapi? Dar es Salaam. Hiyo parade hiyo itakuwa na makombe mawili. Sasa sijui itapita wapi na wapi, sijui. Lakini ninavyojua Yanga anavyopenda sifa, waweza kukuambia atapiga parade Dar es Salaam afu akapige pia parade Arusha au mkoa mwingine wote. Yaani wale bwana. Sasa alishasema pia watakunywa na supu Zanzibar kule. Na Zanzibar pia wanakunywa kabla ya kuelekea mchezo wa finali. Wanakunywa pia supu. Na sasa hivi ni supu ya ngamia tu. Sasa wa mdhamini wao mkuu. Angalizo pia lingine. Pesa ambayo Yanga anatumia kwenye mambo ya supu ni nyingi Hapa Dar es Salaam ngamia, Zanzibar kule. Huwezi kuwalisha watu supu ngamia ya watu ujue watu ni wengi. Yaani wewe ukatumia ngamia wawili. Tazaba watano ngapi sita. Kwa sababu tutakuwa wengi. Wewe bwana wewe mmoja tu. Wewe. Wana uwezo wa unafanya. Ambacho nataka kusema tu ni kwamba sasa wasije wakapambana kulisha watu supu, baada ukasikia timu imefungiwa inadaiwa. Ukasikia bwana amefungiwa kusajili kwa sababu mchezaji fulani anadai. Why vitu bwana hivi kuna kuwapa mashabiki furaha. Halafu kuna timu kufikia malengo. Moja ya vitu ambavyo tunavitazama kwenye timu kufikia malengo ni pamoja na kufanikiwa na kutokuwa na madeni. Kwamba umalize msimu umebeba mataji, halafu hakuna mtu anakudai, haujashtakiwa popote.